Habari za sasa mtazamaji wa SQF TV, karibu sana katika taarifa yetu ya habari leo ikiwa ni Novemba 24, 2025. Kwa nami Pendo Gorton ambaye nakusomea matangazo haya kupitia studio zetu zilizopo hapa ACC jijini Arusha. Jeshi la polisi mkoa wa Mwanza linawashikilia wahamiaji haramu 14 raia Burundi waliokamatwa wakiwa wameingia nchini kinyume na sheria kwa kutumia usafiri wa magari mawili tofauti ya abiria. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa jana Novemba 23 na kamanda polisi mkoa wa Mwanza DCP Willibrod Mutafungwa, watuhumiwa hao walikamatwa kwenye kizuizi cha barabara kilichopo kijiji cha Busisi tarafa ya Sengerema saa 7:30 mchana wakisafiri ndani ya basi gari ya aina ya Tata linalofanya safari zake Kabanga Ngara kwenda Mwanza. Mnamo tarehe 23 mwezi wa 11 mwaka huu majira ya saa 5 za asubuhi huko mtaa wa Busekwanoni katika kijiji cha Busisi tarafa ya Sengerema mkoani Mwanza, katika kizuizi cha barabara kilichopo katika eneo hilo la Busekwanoni kata ya Busisi katika wilaya ya Sengerema, jeshi la polisi limefanikiwa kuwakamata raia wa Burundi ambao idadi yao ni 14 ambao walikuwa nasafiri kwenye magari mawili. 13 walikuwa wakisafiri kwenye gari namba T 337 DYA. Hii ni aina ya Tata inayotoka kwenye kampuni ya usafirishaji abiria iitwayo Chiza. Gari hili ni mali ya Chiza Francis Lugubi ambaye ni mkazi wa mkoa wa Dodoma. Gari hilo linafanya safari zake kutokea kijiji cha Kabanga wilaya ya Ngara mkoani Kagera kuelekea katika jiji la Mwanza. Gari hilo wakati linakamatwa lilikuwa likiendeshwa na dereva anayejulikana kwa jina la Jonas Richard, ambaye dereva huyo hata hivyo alifanikiwa kukimbia kukwepa kukamatwa na askari wa jeshi la polisi, na dereva huyo mpaka sasa hivi jitihada za kumtafuta zinaendelea kufanyika. Aidha, dereva huyo alikuwa akisaidiwa na fundi ambaye anaitwa Mustafa Emil ambaye ana umri wa miaka 24, kabila lake ni Mnyamwezi, ni fundi magari mkazi wa Kahama mkoani Shinyanga. Lakini pia walikuwa na kondakta wa hilo gari ambaye anaitwa Pendo Matembele ambaye umri wake ni miaka 36, Mkristo na ni mkazi wa Nyegezi jijini Mwanza. Watu hawa baada ya kuhojiwa imebainika kuwa waliingia nchini tarehe 22 mwezi wa 11 mwaka huu kupitia mpaka wa Kabanga ulioko mkoa wa Kagera, na waliingia kinyume cha sheria. Kwa majina ya watuhumiwa 13 niliowataja mwanzo waliokamatwa, majina yao ni wa kwanza anaitwa Nkurunzinza Eloi, huyu ana miaka 38, Muhutu, amedai anaishi eneo linaitwa Muyinga huko Burundi. Wa pili ni Bizimana Asteri, ana miaka 20, ni mkazi wa Muyembe huko Burundi. Wa tatu ni Tanishaga Renova, ni mkazi wa Muyebe Burundi, ana miaka 20. Wa nne ni Yosaba Anatori, huyu ni Muhutu, mkazi wa Muyebe Burundi. Wa tano ni Niyokukuru Jilok, miaka 23, mkazi wa Muyebe huko nchini Burundi. Wa sita ni Nsolimana Evariste, miaka 30, Muhutu, mkazi wa Gozi huko Burundi. Wa saba ni Riyazimana Jeromen, Muhutu, miaka 30, Mkristo na mkazi wa Ngozi huko Burundi. Wa nane ni Mbonipa Cloud, miaka 23, Muhutu, Mkristo na mkazi wa Ngozi huko Burundi. Wa tisa ni Ntirampeba Olesti, ana umri wa miaka 42, Muhutu, Mkristo na mkazi wa Nyanza Laki huko Burundi. Wa 10 ni Mbalishimana Swalid, miaka 47, Muhutu, Mkristo na mkazi wa Kitega huko Burundi. Wa 11 ni Sindobizero Oscar, miaka 28, huyu ni Muhutu, Mkristo na mkazi wa Tangala huko Burundi.
Wa 12 ni Irakoze Deris, miaka 27, Muhutu, Mkristo na mkazi wa Ngozi huko Burundi. Wa 13 ni Elias Sinileyemaya, miaka 31, Mkristo Muhutu na mkazi wa Kitega huko Burundi. Wa 14 ndio ambaye nimekwisha mtaja. Wa kurudia anaitwa Shadia Jafari Majaliwa, miaka 18, Muislamu, Burundi na mkazi wa Kisuru huko Burundi. Mkuu wa mkoa wa Arusha Mheshimiwa CPA Amos Makalla leo Jumatatu Novemba 24 amekutana na kuzungumza na Waziri wa Maji Mheshimiwa Juma Aweso, akimweleza namna ambavyo anaridhishwa na utekelezaji wa miradi ya maji mkoani Arusha. Katika mazungumzo yao, kando ya kumweleza mkakati wa mkoa wa Arusha katika kudhibiti wizi wa mita za maji unaofanya katika baadhi ya maeneo, Mheshimiwa Makalla amempongeza pia Waziri Aweso kwa kuaminiwa tena na Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, akimwahidi ushirikiano katika kutekeleza na kusimamia sekta ya maji. Nimeshukuru kwa ujio wako. Karibu sana, na kwanza nikupongeze. Kupongeze kwa uteuzi na imani kubwa alionao Mheshimiwa Rais kwa kukuteua tena kuwa waziri wa maji. Ni wazi kwamba kazi zako ndo zimekufanya uendelee kuaminiwa, na hakika uhodari wako, ubunifu wako, uchapakazi ndo umemshawishi Mheshimiwa Rais kuendelea kukuamini. Na sisi kama wadau ambao tunazunguka katika maeneo mbalimbali katika mikoa 6 tunaona kazi nzuri inayofanywa na Wizara ya Maji. Na miezi 3 iliyopita nilikuwa katibu mwenezi kwa mwaka 1.5, nimeona kazi na ushirikiano uliotoa kwa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo tukupongeze. Na hata hapa kazi nyingi, miradi mingi ya maji inafanywa vijijini na mjini. Naridhishwa na namna ambavyo tunaendelea kushirikiana. Na naamini miradi sasa, baada ya serikali kuanza kuundwa tena awamu ya 6, najua tutaenda kwa kasi kuhakikisha miradi mingi inakamilika. Sisi tunatoa shukrani. Tumetoka kwenye uchaguzi, lakini umekuwa sehemu kubwa sana kusaidia hasa eneo la maji. Tutokea na changamoto, ulitoka ukaenda kusimamia watu wanapata huduma ya maji safi na salama. Tunakushukuru. Tunakushukuru sana. Bado tunahitaji msaada wako, na umekaa katika ile eneo. Umefanya kazi kubwa sana hasa katika swala zima la wizi. Sisi tupo bado wadogo tunasoma. Mimi nimekufahamu siku yani ni legacy kubwa sana. Kwa kweli ili watu waweze kulizungumza, kwa mfano unaweza kumuuliza mtu wa mamlaka hapa anakuambia maji 50% yanapotea. Lakini ukimchallenge, hebu tupite mtaani kama tuone, kwa sababu 50% maana yao ni mafuriko. Lakini ukweli kuna wizi mkubwa wa maji. Lakini kwa kweli kazi ile umeifanya na itabaki legacy katika wizara yetu ya maji. Kwa kweli ni jambo ambalo tunatakiwa tulisimamie kidete sana. Kwa mfano sasa hivi kumeanza kuibuka wizi wa mita za maji. Mwananchi anafungiwa mita zinaondoka, zinaenda wapi? Zinaenda kufanya kazi gani? Kwa hiyo ni maeneo ambayo tunatakiwa tuanze nayo, na kupitia vyombo vya ulinzi na usalama tukishirikiana nao, na imani tutadhibiti ili kuhakikisha huduma hii iliyofanywa kazi kubwa na Rais Daktari Samia Suluhu Hassan enda vizuri. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mimi nikushukuru sana kwa upendo na ushirikiano mkubwa ambao umetupa na ambao bado unaendelea kutupa. Mimi nakuombea kila laheri na Mungu atakufanyia wepesi mkuu wangu. Asante sana. Nashukuru sana Mheshimiwa Waziri, na umenikumbusha sisi wenyewe tumejadili swala la wizi wa mita. Na tunataka kuwaunganisha wenzetu na kuuza kila mkuu wa wilaya asimamie. Kwa hiyo hilo tumeliongea na nimelipeleka, tuanze na mkuu wa wilaya ya hapa mjini. Akae na mamlaka ya maji, tutoe elimu na tukubaliane tu zikae wapi. Maana nyingi zinazoibiwa nafikiri ni nje. Mwingine tu anapita anatoa hiyo mita. Na hiyo mita unaenda kuiuza wapi? Wakati waziri, nikikusikia msiwabambikizie watu bili za maji, maana yake wafuate ile iliyoko kwenye mita. Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro amefika katika mwalo wa Katonga kuzungumza na wavuvi pamoja na wachakataji wa mazao ya uvuvi juu ya mikakati ya kupambana na ujambazi wanaofanywa wavuvi na kurudisha maendeleo yao nyuma. Mtu yote anapokuwa mhalifu kwangu ni tatizo.
na hasa unapomnyang'anya mhangaikaji anahangaika ziwani kuvua, wewe kwa njanja zako unakwenda kumnyang'anya ziwani, unachukua nyavu zake na samaki zake, manake unatangaza vita na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo jana nilipoona ITV nikashangaa kwamba kwenye mkoa ambao niko anaweza mtu akathubutu kunyang'anya watu ziwani. Kwa hiyo leo nimeita kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa tuzungumze, nijue kuna nini. Ndio maana nimechelewa kidogo. Nikataka kujua kuna nini kwa mkoa wa Kigoma, kama kuna mtu anaingia kwenda majini kuvua alafu anatishiwa na mtu au kikundi cha watu, ananyang'anywa nyavu zake, ananyang'anywa injini yake. Nikasema hilo kama lipo ni jambo ambalo halikubaliki na lazima tuwashughulikie vizuri, wajue serikali ya Jamhuri ya Muungano inaongozwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ipo. Kwa hiyo nikaona ndugu zangu nije niona haya iliyozungumzwa kwenye televisheni ya kweli au kuna jambo la ziada limeongezwa ambalo sio la kweli. Kwa hiyo kabla mimi sijasema ya kwangu ya serikali ambayo imeleta mkoa huu, niombe muwe huru mniambie hali halisi kwamba tuna shida ziwani, na kama tuna shida ziwani ili niweze kutoa maelekezo, sababu tuna vyombo na wananchi wenyewe mpo, wala ambao mnapenda uhalifu, msiopenda uhalifu. Najua kati yenu mnaoniangalia kuna wengine wanapenda uhalifu, sio? Hebu wanaopenda uhalifu wanyoshe mkono. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wanaopenda uhalifu wanyoshe mkono. Hakuna, sio? Wamekaa kimya, lakini tutajua namna ya kupambana nao. Katika kupunguza utegemezi wa upatikanaji wa hewa ya oksijeni kwa ajili ya kuhudumia wagonjwa wake, sambamba na kuongeza wigo wa kutoa huduma zinazohitaji hewa hiyo, hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa imeanza uzalishaji wa hewa hiyo kwa kutumia mifumo ya uunganishwaji hadi wodini. Tunatumia mitungi 8 mpaka 10. Na mtungi mmoja tulikuwa tunanunua karibu shilingi 40,000 mpaka 50. Kwa hiyo unakuta gharama za uendeshaji zilikuwa zinapanda sana. Na unaweza kushangaa kuna wakati fulani inakwenda mpaka mitungi 20 kwa siku. Inategemea na hali ya hewa. Kwa mfano huku Iringa wakati wa baridi, vifua, watu wanaugua vifua sana, kwa hiyo unakuta anafika hapa hewa haingii vizuri, inabidi apewe hewa tiba. Sasa kwa kupata huu mtungi kwa kweli imetupunguzia kwanza safari za kukimbia kwenda Dodoma, Dar es Salaam, Mbeya, lakini vile vile tutakuwa tunahudumia wagonjwa wetu tukiwa tumetulia hapa nyumbani. Naweza mkoa mnafanya kazi kipindi fulani, mnafanya kazi kwa wasiwasi kwa sababu ikipungua, store yetu ikipungua, mnajua kwamba lazima tuanze kujiandaa kutafuta oksijeni nyingine. Siku takriban tunaweza kupata wagonjwa 10 mpaka 15 ambao wanahitaji oksijeni, na hao ina maana lazima waanze kupata tiba ya oksijeni wakiwa katika idara ya magonjwa ya dharura na wataendelea na tiba ya oksijeni wakiwa mawodini. Kwa hiyo wagonjwa wetu tuna uhakika sasa watapata tiba zile ambazo zinastahili, watafanyiwa upasuaji kwa kiwango kikubwa. Hii ndio kama moyo wa hii plant, kwamba hapa ndio filtration ya oksijeni inafanyika. Kwa hiyo tukishafanya filtration ya oksijeni, tutaitunza kwenye oxygen tank. Sasa hapa oxygen tank inakuwa tayari kwa ajili ya kwenda maodini na kwa ajili ya kujazia mitungi. Umoja wa watu wenye ulemavu wa macho, yaani watu wasioona nchini, wamewaomba wadau mbalimbali kuwasaidia katika kupata maarifa na ujuzi unaendana na maendeleo ya sasa na wale ulemavu, ili waendelee kuwa wachangiaji wa uchumi sambamba na kujitegemea baada ya kuishi kwa huruma za watu wengi. Tunaomba serikali iwe inatusaidia kwa kutuwezesha ili tuweze kufika kwa wingi, waweze kutuona. Hata tunavyopaza sauti tukiwa wengi, ni rahisi kusikilizwa kuliko tukakuta mkoa mwingine anakuja mmoja wawili. Mada zilizojadiliwa ni historia ya Braille na uandishi wake, lakini tumekuwa na mada kuhusu dhima na namna ya uandaaji wa fimbo nyeupe katika siku zijazo, lakini tumekuwa na mada kuhusu mwongozo wa uratibu wa vyama vya watu wenye ulemavu. Tumekuwa na mada kuhusu maboresho ya katiba ya chama cha wasioona Tanzania, kwamba wanachama
anategemea kupata gharama kutoka kwa serikali, lakini hata yeye mwenyewe kuna mambo mengine anatakiwa afanye nini, ajigharamie. Na fimbo nyeupe itakuwepo kila mwaka, tumekubaliana hivi kwamba lazima ifanyike. Katika maadhimisho haya tumekuwa tukinufaika na mambo mengi. Kwanza inatukutanisha na wasiona wenzetu nchi nzima wa mikoa tofauti tofauti. Kwa mfano mimi hapa natoka Songwe, nimekutana na watu wa Sumbawanga, Rukwa, maeneo mengine ya nchi nzima. Lakini pia tunanufaika mambo mengi, tunajifunza mambo mbalimbali ikiwemo kubadilishana ujuzi katika taaluma zetu ambazo tuko nazo. Lakini pia tunabadilishana ujuzi wa kibiashara, tunabadilishana mawazo ya kifamilia, kitamaduni na kijamii kwa ujumla. Na mtazamaji, huo ni mwisho wa taarifa ya habari. Sina la ziada mpaka sasa. Asante sana kuchagua na kutazama SQF News jioni ya leo ya Novemba 24. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii Facebook, Instagram, mtandao wa X ukiandika pale SQF TV, lakini pia kusubscribe, kulike pamoja na kucomment. Kwa niaba ya wale tulioshiriki kwa habari hizi, nikutakia jioni iliyokuwa njema, ulikuwa nami Pendo Colton.